Usomaji wa leo umetolewa kutoka Daily Guides iliyoandikwa na mchungaji Daktari Jim Lockard kama ilivyochapishwa kwenye jarida la Science of Mind la Novemba mwaka 2024. Jisajili katika mtandao wetu scienceofmind.com. Wingi wa kujipenda. Kuwa wewe mwenyewe katika dunia inayojitahidi mchana na usiku kukufanya uwe kama kila mtu mwingine ni kupigana vita gumu zaidi ambayo mwanadamu yeyote anaweza kupigana, na usikome kupigana. Maneno haya ni ya Cummings. Wema uko katika chanzo cha kila kitu, hata kama hauonekani wazi. Lakini wema huu lazima utambuliwe, kwa kuwa kuna roho moja tu, na roho hii imo ndani yako na katika kila kitu. Basi kila unakoenda utakutana na roho hii. Maneno haya ya Ernest Holmes kutoka kitabu This Thing Called You. Wingi wa kujipenda. Baada ya uhusiano wetu na roho, uhusiano muhimu zaidi maishani ni ule tulionao na nafsi zetu. Iwe tunaita kujipenda, kujiheshimu, mtazamo wa nafsi au picha ya nafsi. Uhusiano huu huunda jinsi tunavyojiona na kuungana na wazo la sisi ni nani na sisi ni nini. Hii ni msingi wa uundaji wa maisha yetu. Kujipenda ni hali ya afya ya kuungana na kuafikiana na sisi ni nani. Tunajiona kuwa tunastahili mema kwa sababu tu ya kuwepo kwetu. Tunajiheshimu kutoka ndani kama maonyesho ya kimungu ya roho. Malezi tuliyopata, bila kujali ni nani aliyekuwa mlezi, ni jambo muhimu zaidi katika kukuza hali nzuri ya kujipenda. Pale ambapo hili halikutokea, tunaweza kujiona kuwa hatufai hadi kufikia kujichukia. Kwa kweli, tunaweza kukuza picha ya uongo ya nafsi inayotokana na hofu na kuishia kuwa watu wanaojitukuza kupitia kiasi, hali ambayo siyo ya afya. Lakini kujiona kuwa hatufai kamwe si msimamo wa haki. Haijalishi tulichokifanya au tusichokifanya, tunastahili kupendwa kwa sababu tupo. Mazoezi ya kiroho yanapaswa kujikita katika kudhibitisha kuwa tunafaa, tunathamani na tuna uwezo wa kubadilika ili kujua ukweli wa sisi ni nani. Hatua ya pili ya matibabu ya kiakili ya kiroho iitwayo muungano inalenga kudhibitisha kuwa sisi ni kitu kimoja na roho. Dhibitisho inadhibitisha kuwa nastahili kupendwa. Mimi ni upendo unaojidhihirisha. Natarajia mema maishani mwangu kwa namna ya wingi wa vitu vyote muhimu kwa utimilifu wangu. Najipenda na nawafahamu kwa upendo watu wote na kila kitu.